Leo tupo hapa katika mtaa wa Al-Amudi, ikiwa ni sehemu ya maeneo mbalimbali tuliyotembelea kwa ajili ya uwasilishaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata yetu ya Ilala. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi kata ya Ilala imepata fursa kwa kushirikiana na kamati ya maendeleo ya kata kutembelea miradi ya maendeleo ambayo inaendelea katika kata yetu ya Ilala, na tunatarajia miradi hii muda sio mrefu itakwenda kukamilika. Baada ya kamati ya siasa kutembelea miradi hii, baadaye kutakuwa na kikao cha halmashauri kuu ya kata, kikao ambacho kina mamlaka ya kuipitisha hiyo ilani na kuwa sasa taarifa kamili ya uwasilishwaji wa ilani katika kata yetu ya Ilala kwa kipindi hiki kuanzia Juni 25 mpaka Juni 2026. Kwa hiyo tunaamini kwamba miradi hii ambayo tumeitembelea na mingine ambayo hatukuifikia kwa sababu ya ufupi wa muda, ni miradi ambayo inaenda kujenga Ilala mpya katika maeneo yetu ya kata hii ya Ilala. Kipekee nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika nchi yetu ya Tanzania, hususan katika kata yetu ya Ilala. Miradi hii ya barabara tunayoipata inatokana na serikali kuu kupitia mradi wa DMDP. Lakini ipo miradi mingineyo ambayo tumeitembelea, ikiwepo kisima cha maji. Ni miradi ambayo pia ni ushawishi mkubwa kutoka serikali kuu. Hivyo basi tunampongeza na kumshukuru Mheshimiwa mbunge wetu Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, kwa ushirikiano anaonipa mimi kama diwani wa kata ya Ilala, lakini na kamati ya maendeleo yangu ya kata kwa maana ya wenyeviti wa serikali za mitaa. Tunaamini miradi hii itakapokamilika, taswira na muonekano wa kata yetu ya Ilala utabadilika sana. Tunazidi kumwombea Mungu Mheshimiwa Rais, zidi kumwombea Mungu Mheshimiwa Spika, na wananchi wetu waendelee kutuvumilia katika utekelezaji wa hii miradi. Leo tulikuwa na ziara ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kata Ilala, tukiwa na Mheshimiwa diwani wa kata Ilala. Tulikuwa tunakagua miradi ambayo iko ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa haya ambayo yanatufanyia kata Ilala. Tumepata maendeleo, wote mnaona Ilala sasa hivi imekuwa Ilala ambayo watu wanaitarajia. Ilala sasa hivi kila mtaa unapigwa lami, kila mtaa unawekwa mitaro. Haya yote yanafanyika kwa kazi nzuri ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wetu Mheshimiwa Zungu ambaye ndo spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na diwani wetu wa kata Ilala ndugu yetu Saad Mohamed Kimji. Kwa kweli kwa ushirikiano huu ya hawa watu watatu na wenye viti wa mitaa imeweza kutufanya sisi kama chama kuweza kusimamia na kuangalia haya ambayo yanafanyika. Tumeenda kutembelea miradi ya barabara ambazo zinafanyika ndani ya kata yetu. Kwa kweli kama isingekuwa changamoto ya mvua hapa nyuma, basi Ilala ingekuwa mitaa yote imeisha na lami zingekuwa zimewekwa, lakini wote mmeona kama mashahidi, tunatengeneza barabara, tunatengeneza mitaro ambayo itaweza kupitisha maji na visima ambavyo vinajengwa kwa ajili ya kuwapatia maji wananchi wa wakazi wa kata Ilala. Kwa kweli tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa haya ambayo wanatufanyia. Sisi kama chama tunakwenda kuwaambia wananchi wa wakazi wa kata Ilala, na wao wanajionea maendeleo ambayo yanafanyika. Barabara zinatengenezwa, maji yapo, visima vimeongezwa. Kwa hiyo naamini kwa kasi na nguvu mpaka tukifika mwezi wa 9 barabara zote ndani ya kata Ilala zitakuwa zimemalizika na zitakuwa zimewekwa katika mfumo wa lami na mitaro. Hatua ambayo tumefika, tumeshamaliza layer ya cement, tunaita stabilized layer C1. Alafu baada hapo inakuja hii sialala. Baada ya hii sialala tutaichanganya, tunakuja tunaweka, inayofuata layer ni lami. Kwa hiyo tuko stage za mwisho kufika kwenye lami. Kwa hiyo Al-Amudi hii tutaanza kwanza na hiyo Bungoni kuiwekea lami. Maana tayari tumeshaweka vifusi hivyo vya sialala. Tunachanganya alafu ili ianze kuwekewa lami. Tukimaliza hapa tutadamu tena matirio haya tuchanganye na yenyewe iwekwe lami. Kwa hiyo tutaanza kwanza na Bungoni, alafu kuna Ngoma,
kuna Manyoni, na hii ndio tumeifanyia sasa hivi. Na tukiweka simenti inatakiwa kama tunavyoweka tofali likiwekewa au zege lazima ufanyie curing au tuseme uimwagilizie maji kwa muda fulani. Kwa hiyo hii lazima tuipe muda tu, tunamwagilizia ikomae ile ya chini. Baada ya hapo tuchanganye hii ya kokoto ndio tuweze kuwekea lami. Kwa hiyo tutaanza kwanza na Bungoni ambazo tayari zimeshakuwa tayari, kuna Ngoma na Manyoni, alafu ndio tufate hii Aliamudi. Kwa hiyo tunaamini kwamba mpaka muda huo kazi zitakuwa zimeshakamilika. Kwa mpaka mwisho wa mwezi wa au mwanzo wa Septemba hii na yenyewe itakuwa imesha nani. Sasa hii nilichokwambia special case. Hii special case. Tushakubaliana kwamba mwezi huu iende kwa kipindiko. Na wataalamu wa TARURA wamepiga mahesabu kama hayo. Na mwisho wa siku walisema kabla tarehe 20 itakuwa imekamilika. Sasa kama wenzetu nyinyi mna kazi zingine mnazifanya nje ya kata ya Ilala, basi zisitisheni, kwa sababu hii ni swala mahususi kwa ajili ya Mheshimiwa Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, na sisi kamati ya maendeleo ya kata. Mradi wa maji Amana, gharama za mradi huu ni shilingi milioni 152 pamoja na vati. Mkandarasi wa mradi huu anaitwa Construction and Engineering Service Limited. Muda wa utekelezaji wa mradi huu ni takriban miezi mitatu, ambao ulianza Aprili 2026, unategemea kukamilika Julai 2026. Mawanda ya mradi huu ni kama ifuatavyo: ujenzi wa mnara wa kubeba tanki moja la kuhifadhi maji lenye ujazo wa lita 10,000, ujenzi wa chemba ya kisima, ufungaji umeme wa 3 phase, ufungaji pampu katika kisima, ufungaji wa tenki la lita 10,000, ujenzi wa uzio, na pia tutalaza bomba za inchi 3 kutoka kwenye kisima kwenda kwenye mtandao wa DAWASA. Kazi zilizotekelezwa mpaka muda huu ni kazi ya ujenzi wa mnara, ujenzi wa chemba ya kisima na ujenzi wa uzio. Mpaka sasa mradi huu umefikia asilimia 53.18. Katika kata ya Ilala, katika mradi huu wanufaika wa mradi huu wananchi inasadika kuhudumia takriban watu 3620 kwa siku. Jambo la kwanza, maana hii miradi imeongeza thamani ya maeneo yetu, kwa sababu tayari ni maendeleo ambayo mwanzo yalikuwa hayapo, sasa hivi maendeleo yapo. Kikubwa tu niwaambie wananchi wangu ambao walipo katika mtaa wetu wa mafuriko kuwa hii miradi inakuwa na changamoto. Kwa zile changamoto tuzipokee, tuzikabili, lakini mwisho wa siku ina maana changamoto zitaisha, mradi utakamilika, basi maisha yataendelea na yatazidi kuwa mazuri zaidi ya yale.